Huko nchini Kenya, vita kali ya maneno imeibuka kati ya mtangazaji maarufu Oga Obinna na anayejiita chawa mkubwa wa Rais Samia anayefahamika kwa jina la Kasipul. You have a problem with Larry covering the bad things happening in Africa. Kuongezea propaganda. Kuongezea propaganda. Come out with figures that are factual. Tell us the way things are. In a manner whereby you don't paint East Africa or you don't paint your country. Mzozo huu umechacha kufuatia tukio lililotokea live ama mubashara ndani ya studio za Obinna. Tukio ambalo sasa limezua gumzo kubwa Afrika Mashariki na kwenye mitandao ya kijamii. Katika matangazo haya ya moja kwa moja, Kasipul alianza kutoa maneno ya kashfa dhidi ya mwandishi wa habari wa CNN Larry Madowo, akidai kuwa Larry anatumiwa na mabeberu kufuatia ripoti yake kuhusu madai ya mauaji na ukiukaji wa haki za binadamu nchini Tanzania. Lakini kabla Kasipul hajaendeleza shutuma zake, mtangazaji Oga Obinna alisimama kidete na kumkataza papo papo. Kwa sauti yenye msisitizo, Obinna alimwambia, nikinukuu, "Sitakubali umeongele Larry Madowo vibaya. Wewe unalipwa, ndio maana unajiita chawa wa Samia." Maneno hayo yalizima kabisa madai ambayo Kasipul alikuwa anajaribu kuyasukuma. Chanzo cha mvutano huu ni ripoti maalum ya CNN iliyoandaliwa na Larry Madowo inayodai kuwapo matukio ya mauaji, kupotea kwa watu na matumizi ya nguvu kupita kiasi kwenye operesheni za kiusalama nchini Tanzania baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakitoa taarifa zinazofanana, yakiripoti kukamatwa kiholela kwa wanaharakati, matumizi ya nguvu ya vyombo vya dola na malalamiko ya watu kupotea katika mazingira ya kutatanisha. Ripoti hii ya CNN imepokelewa kwa mitazamo tofauti sana, wakati sehemu kubwa ya umma imeitaka serikali kutoa majibu ya kina. Lakini Kasipul amekuwa akitumia majukwaa yake mtandaoni kuitetea serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa nguvu zote. Kwa siku kadhaa sasa, Kasipul amekuwa akishambuliwa vikali na Wakenya mitandaoni. Wengi wanamtuhumu kupuuza matatizo ya msingi yanayoripotiwa na mashirika ya haki za binadamu na badala yake kuchagua kuipamba serikali kwa manufaa ya kifedha. Katika studio ya Obinna hali haikubadilika. Obinna alikataa kabisa kumpa nafasi ya kuendeleza shutuma zake dhidi ya Larry Madowo, jambo lililoongeza joto kwenye mjadala unaoendelea mtandaoni. Tukio hilo live ama ukipenda mubashara limefanya gumzo kuhamia nje mtandao na kuingia kwenye vyombo vya habari. Watazamaji wengi wanampongeza Obinna kwa kusimamia misingi ya uandishi wa habari, huku wengine wakisema hatua hiyo imeonyesha namna mjadala wa haki za binadamu Tanzania unavyozidi kuwa nyeti na kugawanya mitazamo. Kwa sasa kinachosubiriwa ni iwapo Kasipul ataendelea na misimamo yake au ikiwa mgongano huu utamfanya kurejelea upya tahadhari kuhusu kauli zake dhidi ya wanahabari wa kimataifa. Kilichoanza kama mahojiano ya kawaida sasa kimegeuka kuwa kioo cha kuonyesha mgawanyiko mkali kati ya wanaotetea serikali ya Tanzania na wanaoamini kuwa sauti ya waathirika wa ukiukaji wa haki za binadamu hazipasi kunyamazishwa. Kwa mara ya kwanza, Kasipul amepata pingamizi kali, sio kutoka kwa wanamtandao tu bali kutoka kwa mtangazaji mwenyewe mubashara akiwa hewani.